before you start anything. Jifunze kujitakasa kwanza na kuomba msamaha. Kujitakasa na kuomba msamaha. Ukiingia vitani bure bure hivi utatandikwa kwa kuwa uko katika mazingira ya dhambi. Alafu jambo lingine, jifunze ushike hata vifungu kadhaa za Biblia. Hiyo ndio neno la Mungu. Jifunze tu. Hata kwa ukisema tu imeandikwa mabaya hayatanipata mimi wala tauni haitokaribia hemani mwangu, afadhali ukram moja. Afadhali useme tu ujue hata kama ni moja, useme imeandikwa na yaweza mambo yote katika yule nitie nguvu, alafu utumie kwa maombi yako. Utakuwa unabomoa, unarusha bomb with precision. Unarusha bomb with precision kwa kuwa ni neno la Mungu. Kumbuka shetani anajua maandiko. Kumbuka wachawi wana mapepo ya utambuzi. Maandiko anayajua. Na akikuona hivi anakujua wewe. Paulo alikuwa anafuatwa na kijakazi. Msichana ako na pepo la utambuzi. Anapiga kile nyuma yao, anasema hawa ni watumishi wa Mungu, wamekuja kuelezea injili ya Bwana. Ni kadada kako na pepo la utambuzi. Wanajua. So shetani pia anajua maandiko. Ndio maana anamwambia Yesu ujitupe kwenye mlima, ajitupe, imeandikwa. Shetani anasema imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakuinue usijikwae. Unaona? Shetani pia anajua maandiko. So jifunze kushika maandiko. Nasisitiza tena, jifunze kushika Biblia. Jifunze tu, hata kama ni kifungu kimoja cha vita. Hata kama ni Zaburi 35, shika. Hata kama ni vazi ya kwanza na ya pili. Inasema teta na wanaoteta nami, pigana na wanaopigana nami, inatosha. Alafu unaitumia sasa. Sema na teta na wanaoteta nami, na washambulia sasa wote wanaoteta na biashara yangu, na wavunja vipande, na pigana na yule anayepigana na ndoa yangu, na pigana. Unaitumia proper. Hilo ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni moto lao. Neno la Mungu ni nyundo inayovunja miamba vipande. Hata hiyo unaishika tu. Unasema neno la Mungu ni moto lao. Neno la Mungu ni nyundo inayovunja miamba vipande. Na vunja kila madhabahu vipande. Na teketeza wachawi vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unaomba hivyo. Umetaja scripture alafu unaitumia. Unasema imeandikwa, mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita, na wavunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Enyi wakuu wa anga, na wafyeka na wavunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unasema imeandikwa, nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Navunja kazi zote za ibilisi kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na wakanyaga wachawi, mapepo yaliyotuma kwangu, na ivunja na ziteketeza kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Yaani umetaja kifungu alafu umeitumia. Unajifunza kutumia maandiko. Nataka tuanze real quick. Leo kama kuna mtu amesema about wakuu. I think ulikuwa sahihi. Wacha tusome about wakuu. Zaburi 149 mstari wa 8 nasema, wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma. So tunaona kuna wafalme na kuna wakuu. Lazima tuwatandike. Ile area ambayo unaishi, ile familia unatoka, kumbuka kuna mfalme wa familia, alafu kuna mkuu wa familia. Kuna mwanzilishi wa laana wa familia, alafu kuna mwanzilishi wa baraka. Mungu anakutumia wewe uvunje zile kazi, alafu kutokea wewe patokea kizazi teule la Mungu. Anaharibu mbaya alafu kupitia wewe, yani kwa sababu wewe ndio vunja, wewe ndio kupasua. Kutokea wewe baraka inatokea kutokea pale. So anasema tuwafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma. So kuna wafalme lazima tuwafunge kwa minyororo, na kuna wakuu lazima tuwafunge kwa pingu za chuma. Kumbuka tulisema hakuna wezaye kwenda kwa nyumba mtu mwenye nguvu na akatoa silaha zake asipokumfunga. Tunawafunga alafu tunawashughulikia, tunawatandika. Shetani anajiita mkuu wa ulimwengu. Kumbuka mkuu wa ulimwengu ana watu wanafanya kazi chini yake. Kuna malaika wa giza, kuna demons, kuna mapepo, kuna majini, kuna mizimu, alafu kuna wachawi ambao ndani yao sio wao wameingiziwa roho. Biblia nasema shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti, akamwingia ndani. Ndio maana Yohana 14 mstari wa 30 nasema, Yesu anaambia wanafunzi wake, sitazungumza nanyi tena, sitasema maneno mengi, maana yuaja mkuu wa ulimwengu naye hana lolote kwangu. Yaani yuaja mkuu wa ulimwengu lakini hana lolote kwangu. Mchawi watakuwa wachawi, lakini lazima watandike. Wakuu watakuwa lazima wafyeke wakuachie. Kuna mkuu wa Kenya, kuna mkuu wa Tanzania, kuna mkuu wa ukoo, kuna mkuu ambaye kazi yake ni kuangalia biashara.
Ukianza biashara bila kumtandika yule mkuu, haumiliki. Ndio maana kuna watu wanaanza biashara, anatoa kafara kwa ajili ya huyo mkuu. Anaambia sasa biashara yako utafanikiwa. Wacha tukupe jini, wacha tukupatie nyota upendeleo. Lazima umtandike yule mkuu. Sisi ni watu wa Mungu, tunapigana. Kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Ni juu ya wafalme, ni juu ya wakuu na majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Lazima umshinde yule mkuu, alafu unamiliki. Lazima umtandike, alafu unamiliki. Kitabu cha Yohana 16 mstari 11 inasema kwa habari za hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. So unapigana na watu ambao washahukumiwa. Mchawi kwenye Biblia ameshalaaniwa, ni mtu amelaaniwa. Usiwache mwanamke mchawi akaishi. So unatandika mtu ambaye already ni mtu ambaye ni kama kinyesi kwenye sura ya nchi. So lazima tuwatandike wale wakuu. Kuna mtu kwenye familia ndio mkuu. Kuna mama alikuwa mchawi, alikufa kizazi cha 3, lakini ile roho yake ilifungiwa mahali fulani, inapatilizwa ukoo baada ya ukoo. Kwa bahati mbaya ikampata mjomba. Sasa mjomba ndio kiti wa familia. Lazima utandike ile kiti, lazima uivunje, uisambaratishe. Ndio maana Biblia inasema napajua ukaapo ni mahali pana kiti cha enzi cha shetani. Ni mahali Antipas mtumishi wangu aliuliwa, lakini mimi nalishika sana jina lako. Lazima ulitandike. Kumbuka ameua wengi waaminifu. Hata Antipas mtumishi wa Mungu ameuliwa. So kuna wafalme wameua wengi waaminifu, kuna wakuu, kuna wachawi. Kuna jamaa alisoma kwenye familia, alikuwa na akili zake, alipata kazi, alikufa. Watu ambao wanakaa ni watu kwenye familia, watu ambao wanakaa ni wana heshima zao, wamejiweka vizuri, nyota zao ni kubwa, hao ndio watu ambao shetani anawataka. Anawafyeka alafu anaiba nyota. Lazima tuwatandike wale. Lazima tuwavunje, lazima tuwasambaratishe. Waefeso 2 mstari wa kwanza mpaka wa pili nasema, nanyi mlikuwa hofu kwa sababu ya makosa yenu ambazo mlizienenda zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, yule mkuu wa uwezo wa anga, yule roho atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi. So ni mfalme wa uwezo wa anga, anatenda roho ndani ya wana wa kuasi. Ukimtandika mfalme, unamiliki. Kuna mfalme kwenye biashara, kuna mfalme wa afya. Ndio maana hospitali mingi ziko na kalama kama msalaba, alafu na kanyoka kamepita hapo. Kuna mkuu anatawala afya. Kuna mkuu anatawala ndoa. Kuna mkuu anatawala biashara. Kuna kitengo fulani kabisa kimekaa kabisa, na chini yake kuna wachawi wenye miili. Kuna mapepo inavaa miili. Kuna malkia, kuna angels of darkness pia wanavaa mwili, wanafanya kazi kwa ile kitengo. Ndio maana ukimtandika unamfyeka, alafu unawatandika wasaidizi wake pia. Ukipiga mchungaji, lile kundi litatawanyika. Unaweza tandika mchawi, unamtandika mchawi, unamfyeka, unamvunja, unapiga madhabahu yake, anaenda anaomba usaidizi kwa mkuu mwingine. Anapeleka shida yako kwa madhabahu nyingine. Anachukua shida yako, maybe ulikuwa na ugonjwa, tuseme kwa bahati mbaya ulikuwa umeshikwa na ugonjwa fulani, tuseme kama kansa. Umepiga mchawi, umevunja ya madhabahu, anasema hii shida inanishinda, wacha nipeleke kwa madhabahu nyingine. Ni kama anapeleka shida yako kwa mahakama mengine. Ndio maana Mungu akakaa kaangalia akasema, wacha niseme kila silaha itakayofanyika haitofaulu. So si tukiomba, hatutaki kujua amepeleka kwenye anga, amepeleka kwenye nchi, amepeleka chini ya bahari, amepeleka kwenye mapango. Si tunakusanya kila silaha, tunazivunja. Tunakusanya wakuu, tunawatandika kwa damu ya mwanakondoo. Ezekia 28 mstari wa kwanza inasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi. Ezekia anaambiwa na Mungu, enda kamwambie mkuu wa Tiro. Kuna mkuu wa Tiro. Tiro ni kama nchi. Ni kama niseme nenda kamwambie yule mkuu wa Tanzania. Enda kamwambie yule mkuu wa Uganda. Ukamwambie yule mkuu wa Uganda, kwa kuwa moyo wako umeinuka na umesema mimi ni Mungu, nami nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari. Mkuu ameketi kati ya bahari. Shida ni mkuu gani huyu? Lakini ni mfalme wa Tiro yupo, lakini ndani yake sio yeye. Nataka tuende kwa haraka. Ukisonga chini, Ezekia 28 mstari wa 11 inasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, umfanyie maombolezi mfalme wa Tiro. Tumeona kuna mkuu wa Tiro, hapa tena umfanyie maombolezi mfalme wa Tiro.
kumaanisha huyu mfalme wa Tiro, huyu in body and flesh, alikuwa amekaliwa ndani yake na mkuu wa Tiro, tena amekaliwa ndani yake nani? Na mfalme wa Tiro, wote wamekuwa ndani yake. Ndio maana nashinda mfalme wa Tiro alikuwa amekaaje katikati ya bahari? Kumbe si mfalme wa Tiro yule, kuna roho iko ndani yake. So Mungu ana address huyu kwa damu na nyama, lakini anaongea na yule wa rohoni zaidi anavyoongea na huyu wa mwilini. Unaweza kuwa unaona mchawi ni mchawi kabisa, ni pastor, ila anaroga ajabu, anajiita nabii, anajiita prophetess. Kila mara anamwagia watu maji, anapea watu chumvi, anapatia watu mafuta ya upako. Unaona, ana miujiza mingi, ni nabii wa uongo, ana miujiza na ishara mingi. Kwa damu na nyama anaonekana kama pastor fulani, ila rohoni sio yeye, kuna mkuu wako ndani yake. So hapa ni mfalme wa Tiro, ndani yake kuna mkuu, ndani yake pia kuna mfalme. Nasema neno la Bwana likanijia kusema umfanyie maombolezi mfalme wa Tiro. Hiyo ni Ezekia 28 mstari wa 11. 12 nasema 12 inasema ukienda 15 nasema ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Nashinda huyu mfalme aliendaje mpaka Edeni, bustani ya Mungu? Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, manjano, almasi, zabarajadi, shohamu, ulipambwa. Nashinda huyu alikuwa Edeni vipi? Alikuwa amefika Edeni vipi? Sasa anamongelea yule wa ndani ambaye imeingia ndani ya mwili. Kuna mtu ameuliza hapa, hawa wakuni wana mwili ama ni wa roho? Wa roho anaweza kuishi kwenye mwili. Na kumbuka mwili wako ni kama hekalu hivi. Mwili wako ni kama shell, ni kama nyumba. Inaweza kaa watu watatu, kama vile nyumba inaweza kuishi watu 7, watu 10. So mtu mmoja anaweza ndani ya mtu mmoja panaweza kuishi wakuu 7, wakuu 10. Ndio maana ule jamaa alikuwa mwenda wazimu, alikuwa na mapepo 2000 ndani ya mwili mmoja. So huyu ako na mkuu na ako na mfalme, wako ndani ya mwili. So lazima umtandike, either ako rohoni ama kwa mwilini. Tutawashambulia, tutawavunja, tutawasambaratisha kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Unaona kama mtu ni kapasta tu kanajita majina fulani yani. Kila mara anamwaga maji kwenye kanisa. Ukienda kuomba nakwambia chukua mafuta ya upako, chukua kitambaa cha miujiza. Unashindwa kitambaa cha miujiza kimetoka wapi? Jina la Bwana, jina la Yesu liko wapi? Damu ya mwanakondoo iko wapi? Mbona leo nipate uponyaji kwa vitambaa? Umepofushwa fikra, ambao ndani yao yule mkuu wa ulimwengu huu alipofusha fikra zao. Umepofushwa, umefungwa usielewe. Ukimtandika yule unamiliki. Kuna mkuu wa biashara unamfyeka, kuna mkuu wa ukoo unamsambaratisha. Na kawaida tunaanza kwenye madhabahu. Tunawavunjilia pale, tunawapasua, tunawafyeka vipande kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Ezekia 28 mstari wa 14 nasema, wewe wa 14 unasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutio mafuta ufunikae, nami nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu ile siku ulipoumbwa, hata uovu ulionekana ndani yako. Ni kerubi afunikae. Kumbuka shetani ni roho anayetenda kazi ndani ya wana wa kuasi. Ni kerubi afunikae. Ana uwezo wa kufunika. Anaweza kufunika ndoa, anaweza kufunika biashara. Kumbuka ni mkuu. Ndio maana mchawi ukimtandika vizuri, mchawi anaanza kukurogea nje. Anafunika njia zako. Biblia inasema, kitabu cha Maombolezo inasema, amenizunguka kwa ukuta pande zote, akanifunga kwa minyororo. Nilipolia na kuomba, akayazuia maombi yangu. Anaweza kuzuia maombi. Na nitawaonyesha hapo chini before tuanze kuwatandika, before tuanze kuwafyeka. Ukisoma kitabu cha Isaiah 14 kuanzia mstari wa 4. Isaiah 14 mstari wa 4. Nataka twende haraka tuvunje, tuharibu, tuteketeze. Utatunga methali hii juu ya mfalme wa Babeli. Hapa Mungu anawaambia Isaiah, sikiza mwanangu wa Isaiah, utatunga methali hii juu ya mfalme wa Babeli na kusema, jinsi alivyokoma mwenye kuonea. Jinsi ulivyokoma mji ule wenye jeuri. Bwana amelivunja gongo lako la mabaya. Anaambia mfalme wa Babeli hapa. Ni mfalme anaambiwa na Mungu. Mungu amevunja gongo lako la mabaya, fimbo ya enzi yao wenye kutawala amevunja pia fimbo ya enzi. Yeye aliyewapiga mataifa kwa ghadhabu, kwa mapigo yasiyokoma. Aliyewatawala mataifa kwa hasira, ameadhibiwa asiuzuie mtu. Unaona, ameadhibiwa na kuna mtu anazuia. Dunia yote ilistarehe na kutulia, hata
kuanzisha kuimba. Yaani alipopigwa huyo mkuu wa Babeli, dunia yote ilistarehe na kutulia. Hapo unashangaa, mkuu wa Babeli alipopigwa dunia ilistarehe, kumaanisha shetani alikuwa ashaingia kwa mfalme wa Babeli. Ukisoma bado Isaya, hiyo Isaya, tunaongelea mfalme hapa. Huyu mfalme ni wa damu na nyama, ila ameingiliwa ndani. Lakini uangalia maneno haya ni ya rohoni sana. Dunia yote ilistarehe na kwanza kuimba nyimbo alipopigwa huyu mfalme wa Babeli. Hapana, kuna jambo limejificha. Inamaanisha yule roho ambaye ameingia ndani ya mama mchawi ama baba devil worshiper, ukitandika ile, kumaanisha wewe utastarehe na kuanza kuimba. Ndoa yako itarudi, yani raha yako itarudi, afya yako itarudi, lazima umtandike yule. Isaiah 14 mstari wa 11. Inasema fahari yako imeshushwa hata kuzimu na sauti ya vinanda vyako na sauti ya vinanda vyako. Funza wametandazwa chini yako na vidudu vinakufunika. Unashangaa mfalme alishushwa huko, funza zimemtandaza? Hapana. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri. Unaona, anaanza kuaddress shetani, ila alianza kwa kuongelea mfalme wa Babeli. Anamwambia jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Malaika walikuwa wanaitwa nyota za asubuhi, na Yesu ni nyota iangazayo ya asubuhi. Shetani pia alikuwa malaika wa kitengo cha makerubi, unanielewa? Pia alikuwa nyota wa asubuhi. Anaambiwa jinsi ulivyoanguka, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe ulioangusha mataifa, na ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Alisema moyoni mwake, alisema. Ndio maana Mungu anachunguza mpaka mambo ya rohoni. Jamaa alisema, alikusudia tu kwenye moyo, lakini alikusudia, Mungu akamchunguza, akamtandika, akamshusha chini. Ila anaongelea mfalme wa Babeli. Lakini ndani ya mfalme wa Babeli kuna roho, kama vile ndani ya mfalme wa Tiro kuna mkuu wa Tiro, alafu kuna mfalme wa anga ako ndani ya Tiro, ako ndani ya mfalme wa Tiro. So ukiweza, uwezo wako wa kushinda ni kutandika wakuu na wafalme. Ukipiga ule mkuu, lile kundi linatahayarika. Biblia inasema ukipiga mchungaji, kundi linatahayarika. Ukimtandika mkuu wa Kenya, unamiliki Kenya. Ukimtandika mkuu wa ukoo, unamiliki. Ukimtandika ule mkuu anayetawala kwa kitengo cha biashara, unamiliki biashara. Alafu kumbuka ni maombi ya mara kwa mara. Unaweza mtandika wa biashara akaenda katafuta usaidizi kwa mkuu wa afya. So unamiliki biashara, afya na anakuja hapa na kutupia ugonjwa. So unawatandika wafalme wote. Wafalme wao mtawafunga kwa pingu za chuma na wakuu wao kwa minyororo. Unawafunga, unawasambaratisha, ni vita. Ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu na wenye nguvu waliuteka. Saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwana wa Adamu. Unashika pia maandiko. Ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Nataka tuangalie tena mkuu mwingine mahali fulani before tuanze, tuko na dakika 5. Kitabu cha Danieli mstari wa chapter 10 mstari wa 12. Kikuyu in me. Danieli 10 mstari wa 12. Inasema ndipo akaniambia, hapa ni angel, malaika wa Mungu anaitwa angel Gabriel amekuja kwa Danieli. Danieli alikuwa naomba siku ya kwanza mpaka siku 21. Malaika akamtokea akamwambia, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipopata moyo moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu, maneno yako yalisikika, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga. Kumbuka kuna mfalme wa Uajemi, kuna mkuu wa ufalme wa Uajemi. Persia, inaitwa Persia. So kuna mfalme wa Persia, alafu kuna mkuu wa Persia wa angani. Wa angani anaweza kufanya kazi ndani wa huyu wa damu na nyama, kama vile ilivyofanya Tiro, kama vile tumeona kwa Babeli. So ukimtandika yule mkuu, kumbe hata maombi yako yanakuja. Ukimfyeka yule mkuu, kumbe majibu yako yanapata. Ukimpasua yule mkuu, kumbe biashara unapata. Ukimfyeka yule mkuu, kumbe unamiliki. Haya ni maombi tu peke yake yamezuiliwa. Nataka naonyesha kitu fulani hapa. Anamwambia, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Kumbuka huyu ni malaika wa Mungu, ana uwezo wa kupigana. Lakini majibu ya Danieli yalipingwa.
Kila andiko lenye pumzi la Bwana inafaa kwa mafundisho. Kwa nini unajiuliza? Majibu yalifika, yani maombi yalifika, lakini majibu yakazuiliwa na mkuu. Kwa nini? Hapa ilikuwa na wakati wa Koreshi. Koreshi alikuwa mfalme wa Uajemi at that time. Lakini Koreshi alikuwa amechaguliwa na Mungu. So huyu mkuu angeweza kukaa ndani ya Koreshi. Maana Koreshi ni mfalme alikuwa amechaguliwa na Mungu awasaidie Wanaisraeli watoke Babeli waende warudi Yerusalemu. So hangetumiwa. Mungu alikuwa shamuandaa. Ndio maana akamwambia, ewe Koreshi mtumishi wangu, nimekuvisha pete ya ufalme. Unaona? Anamwambia nimekutangulia. Amempa uwezo, fimbo ya enzi amempa Koreshi. So shetani angeza kuingia ndani ya mfalme wa Uajemi. Akaona sasa mimi siwezi kuingia ndani ya mfalme wa Uajemi, wacha nimzuie kwenye anga. Akamzuia Gabrieli kwenye anga kwa muda wa siku 21. Tazama, anasema bali tazama huyo Mikaeli, mmoja wa wakuu wa mbele. So kuna wakuu wa mbele wa watu wa Mungu ambao ndo malaika wa Mungu. Mikaeli ni mmoja wa wakuu wa watu wa mbele wa vita. So kumbe sisi tunaweza amuru, unasema katika jina la Yesu Kristo na amuru kwa mamlaka ya damu na kondoo. Yule mkuu wa watu wa mbele anayeleta majibu, alete kwa mamlaka ya damu na kondoo. Yule mkuu wa watu wa mbele aliyepatia kitengo cha kuvunja kinacholeta baraka, avunje kila kizuizi. Unatuma malaika. Usitaki kujua ni malaika gani. Kila eneo kuna malaika amewekwa, na kila eneo kuna wakuu wamewekwa kuzuia. So kuna malaika, na malaika anangojea wewe umwambie. Hao ni roho wanaotenda kazi ndani. Hao ni roho wanaohudumia wote watakaorithi wokovu, ni watumishi wetu. Unawatuma wewe kwa jina la Yesu. Unawatuma kwa mamlaka ya damu na kondoo. So tunaona kuna mkuu wa watu wa mbele ambao mmoja wa wakuu wa watu wa mbele ni Mikaeli. Ni mmoja wao. So unaweza kuwatumia. Kama ni afya unaombea, unasema katika jina la Yesu Kristo na amuru yule mkuu wa watu mbele wa Mungu anayeshughulikia afya alete afya yangu. Yule mkuu wa watu wa Mungu anayeshughulikia restoration alete maisha yangu tena kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unaanza kuomba. Unamwamuru, sema na kuapisha katika jina la Yesu Kristo. Maana jina la Yesu, hata vitu vya mbinguni vyote vilivyo kwenye mbinguni, vilivyo mbinguni vinasikia sauti yake, kwenye nchi na chini ya nchi zinasikia sauti yake. Mstari wa 20 nitaruka. Danieli 10 mstari wa 20 inasema, ndipo akasema, after ameongea naye, ndipo akasema, unajua sababu iliyoleta kwako? Ashaongea na Danieli, anaambia sasa, unajua sababu iliyoleta kwako, na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi. Huyu ambaye alikuwa amezuiliwa sasa anarudi kwenda kupigana na mkuu wa Uajemi. Nami nitakapotoka huko, tazama mkuu wa Ugiriki anakuja. So kumbe huyu jamaa ana uwezo wa kupigana, lakini alikuwa amefungwa ili tujue kumbe maombi yanaweza fungwa. Basi kama maombi yanaweza fungwa, kama majibu ya maombi yanaweza fungwa, basi pia maombi yetu yanaweza fungwa yasiende. Ndio maana umenizunguka kwa ukingo pande zote, ukanifunga kwa minyororo. Nilipolia na kuomba, ukayazuia maombi yangu. Kumbe maombi pia yanaweza zuiwa na majibu yanaweza zuiwa. Huyu jamaa ana uwezo wa kupigana, lakini alifungwa kwa muda wa 21 days. Akatulia mpaka jamaa akasema, wacha nimwite Mikaeli apigane naye. Na mimi nina habari hapa, wacha nifikishe kwa Danieli. Lakini baadaye anamwambia Danieli, sikiza bana, mimi narudi huko kupigana na huyu mkuu wa Uajemi. Lakini akitoka huyu mkuu wa Uajemi, anakuja mwingine wa Ugiriki. So na kuna mkuu mwingine wa Ugiriki anakuja. Ndio maana nimemwambia kuna mkuu anazuia afya. Ukimtandika wa afya, anakuja mwingine wa umaskini. Ukimtandika wa umaskini, anakuja mwingine wa kuleta roho ya kukataliwa. Anakuja, wamejipanga strategically. Ndio maana tunaombaga kila silaha itakayofanyika juu yetu haitofaulu. Tunawakusanya wote na yaweza mambo yote katika yule anitie nguvu. Nataka tumtandike huyu mkuu. Sitaki kujua ni mkuu wa wapi, ametoka kwenye bahari, ni mkuu wa Kenya. Sisi ni kuwakusanya wafalme wao, tutawafunga kwa pingu za chuma, na wakuu wao kwa minyororo. Tunawakamata, tunawafunga, tunashughulika nao, tunawatandika, tunawafyeka. Unaanza kumwambia tu, ewe mkuu unayeshika afya na kukamata na kufunga na kuvunja vipande. Ewe mkuu unayeshika ndoa na kukamata kwa mamlaka ya damu na kondoo na kuvunja vipande. Imeandikwa, wafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma, na wakamata na wafunga na wafyeka. Imeandikwa, vaeni silaha za Bwana za vita ili mpate kupigana siku ya ovu, na vaa kigao na ngao, na toa upanga rohoni.
unaotoa upanga rohoni, unawashambulia, unawavunja, unawafyeka, unawateketeza, alafu unaanza kuambia imeandikwa, mbingu ni mbingu za Mungu, lakini nchi amenipa mimi, na miliki biashara, na miliki ndoa, na miliki afya kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na wewe unaizuia na kushambulia na kuvunja vipande vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo, unaizuia biashara yangu na kukamata na kupasua katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka imeandikwa, kwa sasa ile siri ya uasi inatenda kazi, lakini yupo anaizuia mpaka wakati atakapoondolewa. For the secret power of lawlessness, it's already at work, and whoever holds it will continue to do so until the day he will be removed. Lazima mng'oe huyu dada mchawi, lazima mvunje roho ya ufukara, uipasue, alafu mkuu wake umkamate, umvunje, alafu namiliki afya. Yale maombi ya oh God, Mungu naumia Baba, oh nimeteseka Baba, oh na Mungu na kazi sipati, kumbe wamekurushia roho kukataliwa. Utakesha, ni kuvaa mamlaka hapa, ni kuwafuata. Daudi ametoka Ziklag kupigana, akapata watu wameibiwa, wanawake wametekwa nyara, akamgeukia Mungu akamwambia tu, Mungu, nilifuatilia jeshi, should I pursue the raiding army, nitawapata, nitarudisha vyote. Mungu akwambia hakika utawafuata na utarudisha vyote. Na sisi leo tuko na Yesu, tuko na Roho Mtakatifu, tuko na malaika wa Mungu, alafu wewe mwenyewe ni roho, yani Mungu ako ndani yako. Tunawafuata, tunawatandika. Kuna mtu ameiba biashara yako, tunamtandika, tunarudisha biashara. Kuna mtu ameiba nyota yako, tunamvunja, tunamrudisha. Kumbuka wanaiba alafu wanapeleka kwa wakuu wao. Wakuu wao wanafanya biashara ya miili na roho za watu, na wafanya biashara wale. Tunawavunja, tunawapasua, tunawafyeka, alafu tunamiliki sisi. Kumbuka Biblia inasema, mahali utakapokanyaga na wayo miguu yako utapamiliki. Lazima umiliki biashara, lazima umiliki ndoa, lazima umiliki afya. Hapa lazima tunashughulika na wakuu. Leo ni siku za kuwatandika na wakuu. Hao wadogo wadogo tunataka tuwaache kwa sasa. Tunatandika mkuu, alafu tunamwamuru ule mkuu aanze kupigana nao. Jehoshafati ni mfalme wa Yuda. Aliomba Mungu baada ya kutukanwa sana. Majeshi yalikuwa yamejipanga kupigana naye. Majeshi ya Mlima Seiri, majeshi wa Amoni na wa Moabu walikuwa wanataka kupigana na Yuda kwa wakati mmoja. Yehoshafati akamwomba Mungu pale. Mungu akamwambia, sasa hata msipigane, niendeni tu muanze kuimba. Wajamaa wakaenda pale, wakaanza kuimba. Kidogo wanajeshi wa Mlima Seiri wakaanza kupigana na wa Moabu. Walipouana wakageukia tena wa Amoni, wakaanza kupigana, yani wakachanganyikiwa wao. So unaweza kuamuru, sema naamuru kwa mamlaka ya damu na kondoo, kila kitengo cha wachawi cha anga naamuru ipigane na kitengo cha baharini kwa mamlaka ya damu na kondoo. Natuma confusion kwao katika jina la Yesu Kristo. Naamuru washambuliane wao. Utashangaa kama mjomba anafanya kazi na kitengo cha baharini na babu anafanya kazi na kitengo cha anga, wanaanza kutukanana wao kwa wao, lakini wewe utastawi kama mtende wa Lebanoni. Nataka tuingie kwenye maombi, tuwatandike vilivyo. Nataka tuwavunje, tuwafyeke kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kumbuka imeandikwa, sitasema nanyi maana mkuu wa ulimwengu yuaja, lakini hana lolote kwangu. Mimi kwangu yuaja, lakini hana lolote juu ya biashara, hana lolote juu ya afya, hana lolote juu ya ndoa, hana lolote. Yani mimi namtafuna. Mimi ni chombo kipya kikali chenye meno mengi. Nitavunja milima, nitafikicha vilima, zitakuwa kama makapi. Ni kuwatandika, ni mwendo wa kubomoa, ni mwendo wa kuvunja katika jina la Yesu Kristo.